Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji wa BG Online TV kote unakoendelea kupatikana kwa muda huu. Tunakusii mara tena, kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, basi tunakutaka ufanye hivyo ili kuendelea kupata yale ambayo yanaendelea kujiri kote ulimwenguni. Tunakukaribisha kwa siku ya leo kufuata habari zetu, mpendwa mtazamaji hapo ulipo. Miongoni mwa habari katika siku ya leo ambazo tumekuandalia: viongozi wengi wa kundi la Twirwaneho Red Tabara wanaoungana na M23 wameuawa ndani ya shambulizi la kutumia droni ya kivita ndani ya kambi zao pa Mikenge Ijumaa ya tarehe 16 Mei 2025. Tutakuwa pia na huko Uvira ambako kudhibitishia wakahaji wa Uvira na Fizi pamoja na Baraka kuwa kamwe waasi wa M23 hawatofika eneo hilo ndiyo ilikuwa lengo kuu la ujio wa amiri jeshi mkuu wa jeshi la taifa FRDC Jile Banza. Luteni Jemedari huyo ameomba kwa raia wote kufanya shughuli zao mbalimbali, hasa zile za kibiashara, bila kuhofia chochote. Habari zetu pia zitakuwa na huko Kilembwe ambako mbuzi pamoja na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana na muhanga kutishio wa maisha. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa usiku wa siku ya Ijumaa ya wiki tunayo kwenye eneo kati ya Kilembwe na Makola, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo limekemea kwa juu hali hiyo, huko akiomba vyombo vya usalama kuzidisha usalama wa raia. Na huko Kinshasa ni kwamba muungano wa wabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa umepokelewa Ijumaa hii naye spika wa bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe kufuatia swala la utetezi la wahanga wa mafuriko yaliyoripotiwa kijijini Kasaba siku chache zilizopita. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, kuna hayo na mengine mengi, tunaomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Naam, wacha sasa tufunue pazia ya habari zetu kwa siku ya leo. Wacha tuanzie na uko Simbi. Wanamgambo wawili wa kundi la wazalendo la FPDC linaloongozwa naye mtetezi wa pili Olivier Bolingo wameuawa kwa risasi mnamo siku ya Ijumaa ya wiki tunayo kijijini Simbi, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Kwake Mneo wa Shikala Bulimwengu, mwenyekiti wa shirika la raia tawi la Malicha, amesema yote yalianzia pale kilabuni cha pombe ambako kundi la wazalendo lilikwenda kumshika mwenzao aliyekuwa akitumia mvinyo. Ni kupitia kutokuelewana kimasemi ndipo mzalendo huyo alimshaturia mmoja wapo risasi na kufariki papo hapo. Hata hivyo, uongozi wa kundi hilo la wazalendo liliamuru mzalendo huyo aliyeuana naye kuuliwa papo hapo. Ndio kuna maafa ilipitika hapa wa ndugu zetu wazalendo FPDC. Ilikuwa jana wa mida za mchana, wazalendo walikwenda kumfunga mwenzao mzalendo, alikuwa pasi moja kwenye kilabu cha pombe. Walipofika pale wakuelewana zaidi kimaongezi na mwenzao, yule mwenzao alifika na apiga mwenzao lisasi moja ilikuwa inatia mfunga. Ndio pale wenzake walifikia kumfunga na wakwenda naye kule kukaa. Walipofika kule kukaa tena wakakia naye kule kwenye alipigana masasi na wakamtia pale na wakampiga masasi. Ndio gisi wote wale walikufa jana. Wote wawili ni wazalendo wote wa movement PDC ya mzee hayati Kibukila inaongozwa kwa sasa na mzee Bolingo. Wote walikuwa nakaa kukaa moja pale Malicha pale. Nimeshukuru kuna ka usalama kidogo kwa sababu wote baadhi ya kukufa, mmoja alibebewa mkera nyumbani kwao, mwingine akarudishwa Baraka nyumbani kwao. Malicha hali kwa sasa ni shwari kidogo. Mzee, tunasema kwanza ni huzuni sana ambao tunazidi kupokea kila leo habari kama na hizi na hali kama na hii, lakini tunasema tuende na wakati kwanza, na sisi kwa sababu tumeshasema tumechoka, ila tunazidi kuambia ndugu zetu wajitulize. Adui bado hajafika, lakini hapa na pale masasi hayana kazi, hayana ya vita, maafa kama na hata kutokea tu. Tumeshaongea na wakubwa, najua ukiwa mkubwa na linda watu wa mingi, na kuna mara naye anasema naambia watu wake watamuelewa.
lakini tunapokea kwa huzuni sana kupoteza watu wawili kwenye eneo pasipo vita yoyote ile, kwenye maongezi madogo madogo tu ya kutokuelewana. Sisi tunazidi kuomba wakuu viongozi wazaidi sana wa kimajeshi wa kizalendo wa ndugu zetu wazidi kuweka watu hao chini sana, wazidi kuwashauri na wazidi kuwapatia mawazo ya kutupatia sisi amani kama vile raia. Tuangazie huko Kilembwe ni kwamba mbuzi pamoja na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana na muhanga kutishiwa maisha. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa siku ya Ijumaa ya tarehe 16 Mei 2025 kwenye kijiji cha kati ya Kilembwe na Makola, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo imekemea kwa juu vitendo hivyo. Udhibitisho wa habari hii ya usalama mdogo umetolewa naye Abedi Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa NDC Chumvi ya Kongo sekta ya Lulenge, ambaye ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Asubuhi ya leo yapata saa 12 za asubuhi, kati ya njia ya kutoka Kilembwe kuelekea Makola, njia ya pori, kuna wavijana ambao walitinga moshi mmoja ambaye alikuwa toka kununua mbuzi zake, na wakampora nusu ya mali zenyewe zizajulikana na wavijana wakujulikana, na wengine leo ilikuwa siku ya soko, wakati walikuta ile hatua wakakimbia zao, hawakushikwa kabisa. Lakini soko ya Makola ililema yapata tangu wazalendo ikali barabarani hadi sasa hatujaona hiyo hatua, na ni mara ya kwanza kusikia kitendo kama hicho. Tungipendelea kwa kuwa wazalendo kama vile Mzee Brown anavyotusikia, kamba ndani ya sekta ya Lulenge zilisemwa zitakuwa zinapangiliwa, kamba ikuwe Maindombe, kamba ikuwe Mabunga, Kilembwe na Tubangoe. Ingekuwa ya muhimu kamba ya Lubondoi ilisemwa itakufa, haitakuwa tena, iondoke, na ikweli ilikuwa ishaondoka. Kwa nini tena kamba ya Lubondoi inarudia? Na hiyo kamba inanyanyasa raia sana, hiyo inaweza ikaleta mambo yasiyokuwa sawa. Ilikuwa mwiyo kamba na iondoke, itoke, kwa sababu silete masura zenye zina sawa na sura za kunyanyasa raia, kamba zisipite kipimo. Mkuu wa sekta ya Lulenge mwenyewe alizungumza ya kwamba kamba ya Lubondoi inapaswa iondoke. Mkubwa wa sekta ya Wabuyu alisema naye kamba ya Lubondoi inapaswa iondoke. Kwa nini ule kamanda mwenye kuwa pale Lubondoi Umba anaendelea kutele kamba pale? Hiyo sio kitendo halali. Kama anataka kamba aende, yeye ni mtu ambaye anaangaliwa na grupu ya autodefense yenye kuwa Kilembwe. Kibuye nyinyi angalikuwa na Mzee Brown. Kwa nini yeye anaendelea kutia kamba Lubondoi? Kumbe sisi kama vile shirika la raia tunakemea hiko kitendo na kusema kamba zote zinaiko identifie na zinabidi zikae kadiri wakuu viongozi na wengine watu waliongea. Raia ipate kupumua, isinyanyaswe visivyowezekana na kupita kiasi. Wacha sasa tuangazie huko Kasaba ni kwamba muungano wa wabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa umepokelewa siku ya Ijumaa naye spika wa bunge wa taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe kufuatia swala la utetezi wa wahanga mafuriko yaliyoripotiwa kijijini Kasaba siku chache zilizopita. Mara tu walipowasili kwenye ofisi yake, wabunge hao walieleza lengo lao la kumtaka spika huo wa bunge kuingilia kati swala la kutoa misaada kwa wahanga mafuriko hayo. Wakiwa pamoja na spika wa bunge Mheshimiwa Vital Kamerhe amewahita waziri wakuu, ambaye kwa upande wake alihakikisha kuwa tayari kumeundwa tume toka serikali kuu ya Kinshasa ili kujionea hali halisi na kutoa misaada kwa wahanga. Umehakikisha hivyo muungano huo wa wabunge wane, wakiwemo Mheshimiwa Nyamanjoko Shibwela Obed, Mheshimiwa Chakubuta Mfaume TH, Mheshimiwa Basoshi Ubwe Theophile pamoja naye Mheshimiwa Msenyibwa Apele Janvier. Tuangazie huko Uvira ambako watu 3 wamefariki na mwingine mmoja kujereuliwa vikali, pesa na vitu vingine vya samani kupelekwa
Hayo ndiyo matokeo ya kitendo kilichoripotiwa usiku wa siku ya Ijumaa ya tarehe 16 Mei 2025 ndani ya mji wa Uvira. Chako Changbon Anen ni mmoja kati ya malida wa eneo hilo la mji wa Uvira. Hapa anatoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ya kwanza, kuna kioski ya jene mwenye banaita kuungua ambayo imeporwa na watu wenye kushikilia silaha wasiojulikana. Telefoni nyingi za watu ambazo alikuwa na charge pale na pesa ambazo alikuwa wanalipa na akiuzisha mainiti na vinywaji mbalimbali ilipelekwa na wale warugaruga. Mwa hiyo wakati wale warugaruga walikimbia na Balalarondo wakianza kuwatafuta, bahati mbaya hawakuwaona ama hawakupatikana. Mwa hizo saa tu watu wengine wenye kushikilia bombe walipita mnamo Avenue Matadi ya kwanza pembeni tu ya kwangu, na hapo wamefanya kitendo kibaya zaidi. Hiyo ndio shida ya pili. Kuna baba mmoja wanamuita Kinyungu, watu wengi wanazoea kumuita kwa jina la Papa Sange. Ni mfanyabiashara mkubwa ndani ya vile ya Uvira, kwa sababu naye haiko na mezoea kuuzisha manguo, lakini pia anakuwa na farmasi kubwa sana katika vile ya Uvira ambayo inaitwa Sangefar, na wamempiga bombe. Alikuwa nakaa tu kwenye mlango wake wa lupango, walimpiga bombe na hiyo bombe ikaua ule baba pale pale, lakini pia ikaumiza mwingine mama na kijana. Bahati mbaya huyo mama naye amefariki leo kwenye hospitali ya Dr. Gilen, na huyo kijana wa miaka karibuni 20 na zaidi ndio mwenye iko saa hizi kwenye Hopital General Reference ya hapa kwetu Uvira. Utaelewa kwamba watu wawili ndio wameshafariki, baba Sange Kinyungu na huyo mama mzee wa miaka 17 na zaidi, na kijana huyo kwa sasa ni mgonjwa kwenye hospitali ya General. Hizo ndio sida mbili kubwa ambazo zimepitikana katika quartier Mulongwe, komine ya Mulongwe vile ya Uvira. Kweli hatujui hoteli mwenye amefanya kile kitendo, lakini kisha mzee kufariki maservisi ya security zote zimewasili pale na wadeplore kitendo kama na hicho kinafanyika ndani ya quartier general ya wakubwa wa wazalendo wanapatikana katika vile ya Uvira. Mtangazaji, wazalendo wako, majeshi wako, walalarondo wako, lakini bunduki ni nyingi sana mkono ya watu, mabomu ni mingi sana mkono ya watu, visu ni vingi sana mkono ya watu, na hiyo ni chanzo cha kwanza nafanya kwamba usalama urudi kuwa mdogo. Lakini pia mareglement de compte ziko mingi katika vile ya Uvira. Watu wanajishikilia sheria mikononi mwao, wanalipisha kisasi. Hiyo nayo nyingine shida. Lakini kuambie pia kuna mwingine metre avoka mwenye amepigwa masasi usiku wa kucha leo. Metre Kaasha na amepigwa masasi. Na tumesaidia sasa katika vile ya Uvira jana watu 3 wamekufa na mmoja iko ndani ya mahututi ambayo ni kijana. Sasa hivi watu wanajiuliza nini ya kufanya. Mwanasheria amekutwa ndani ya nyumba yake na ndipo wamempiga masasi pale pale kwenye mgongo na akafariki pale pale. Mpaka sasa tujue nani mwenyewe amemuua, kisa ni gani, manake confusion total. Hatujui nani atalinda watu katika vile ya Uvira. Mungu mwenyewe wa mbinguni, sababu maservisi ya security zimeonesha limite zayo. Asipide ya watu saizi ni kufunga vinywa, kwa sababu haujui nani adui, nani asiyokuwa adui. Ya pili, watu wanaachia maisha yao mkono ya Mungu. Hatujui nani analinda nani na nani ambazo tukamkimbilia. Ni kweli kwamba wazalendo wanafanya kazi, FRDC anafanya kazi, walarondo wanafanya kazi, ila maafa yanazidi kuwa mengi, na ndio shida ambayo tuko nayo katika vile ya Uvira. Kila mtu iko depasi sababu hali si nzuri.
Daima katika mji huo wa Uvira ni kwamba kudhibitishia wakahaji wa Uvira na Fizi kuwa kamwe waasi wa M23 hawatofika eneo hilo, ndiyo ilikuwa ujio wa amiri jeshi mkuu wa jeshi la taifa FARDC Jile Banza. Luteni jemedari huyo ameomba kwa raia wote kufanya shughuli zao mbalimbali, hasa zile za kibiashara, bila hofu yoyote. Ujumbe huo wa matumaini na amani ameutoa kisha kukamilisha ziara yake ya kikazi iliyochukua masaa kadhaa ndani ya mji wa Uvira mwanzoni mwa wiki tunayo. Andre Biadunia Mashaka ni mmoja kati ya walioshiriki kwenye mkutano, naye amiri jeshi huyo anaonesha hapa miongoni mwa yale yaliyozungumzwa. Chef d'état-major général wa FARDC alifika mvile ya Uvira siku ya 3, aliingia aux environs ya 9h, alirudia ma 17h30 kutoka Uvira kurudia tena Bujumbura. Alikia tu kuturasile kwamba tusiogope, Uvira hakuna shida na bangali mkesio cesser le feu, mais moment opportun, wakati nitabidi kupiga adui atapigwa. Tumetatu kurasile na sisi kwa upande wetu kwamba tuko na imani ya kwamba Uvira na Fizi na Mwenga habitakamatiwa, mais il faut rassurer kwamba population inapasha kuendelea kuapuye wazalendo, parce que ndo seul vraiment bras equilié tuko nayo, njo nguvu tuko nayo ambayo inatuunga mkono sana. C'est vrai tunaunga mkono na FARDC, mais haiko 100% parce que kuna wale ambao walikimbia kutoka Goma mpaka leo, bangali Uvira, bangali Mbaraka, bangali Mfizi, na wengine walienda Kalemi. Bala tunanabo confiance à 100%. Donc betu kunabo confiance sana kabisa ni wazalendo, na tuko obligé kwa support, kuwapatia soutien yetu pour que baendelee kutulinda na pamoja na Mungu tulinde dans ce sens. Voilà situation ya mwingine kisiko. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, wacha tukamilishe habari zetu na habari za huko Mikenge. Viongozi wengi wa kundi la Twirwaneho Red Tabara wanaoungana na M23 wameuawa ndani ya shambulizi la kutumia drone ya kivita ndani ya kambi zao pa Mikenge Ijumaa ya tarehe 16 Mei 2025. Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba viongozi wengi wa kundi hilo wameuawa kwenye operesheni hiyo, na hata ingine idadi kubwa ya majeshi wao wameuawa. Kutokana na shambulizi hilo hakujawa na uhakika wote wa wale waliondesha ushambulizi huo, kuwa upande wa jeshi la taifa FARDC, wazalendo na hata jeshi kutoka Burundi. Ijumaa mosi ya tarehe 17 Mei, hali imerudi kuwa tulivu pa Mikenge na kiisha usalama mdogo kuzorota tarehe 16 kutokana na shambulizi hilo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, kupitia hapo hatuna la ziada. Tunafika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakusamini kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine ili nyote mufaidike na habari hizi. Hii ni BG Online TV inakutangazia habari hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.